khutba yangu ya leo biauni Allah subhanahu wa ta'ala, kichwa chake cha habari kinazungumzia kuyatoa maisha yako katika kutafuta ilmu. Kuyatoa maisha yako katika kutafuta ilmu. Kwa nini nimechagua maudhui hii? Kwanza ni kwa kuiangalia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale walioamini na wale waliopewa ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua daraja. Ndugu zangu, tunapoliangalia suala la kutafuta ilmu katika zama zetu, kisha suala hili tukalipima kwa wema waliotangulia, namna gani ilikuwa wao wanatafuta ilmu, utakuta kuna vitu viwili tofauti. Kuna utofauti mkubwa kati ya utafutaji wa salaf, wema waliotangulia, lakini pia kuna utofauti katika utafutaji wetu sisi wa ilmu. Ndugu zangu katika imani, suala la kutafuta ilmu, tukianzia katika majumba yetu tunakotoka, ni suala ambalo hata wazazi wenyewe hawalitilii umuhimu. Yani leo kusoma na kutafuta ilmu ya dini imeonekana kuwa ni jambo la mwisho. Mtu akifeli maisha, kama maisha yake yamekuwa ni magumu, riziki zake zimekuwa za tabu, mtoto amefeli, ndio hutafutiwa chuo aende akasome. Lakini hakui na maandalizi mapema ya kusema mtoto huyu biidhnillahi nitamsomesha chuo, kama ambavyo leo watoto wanaandaliwa kusoma katika shule za msingi kwenda kusoma katika shule za sekondari. Ndugu zangu Waislamu, sisi ambao tumejitoa kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi lazima tuyatoe maisha yetu kwa ajili ya wengine, kwa sababu hata Qur'ani imetuambia hivyo, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Allah subhanahu wa ta'ala sema si lazima nyote mtoke mkasome, bali wengine watakwenda katika vita, wengine watabakia na mtume kwa ajili ya kuchukua ilmu. Hakadha kana sahaba, masahaba walikuwa katika sampuli kama hii. Wengine ilikuwa hushughulika na masaili mengine, na wengine wakashughulika katika masaili ya kiilmu. Kwa hiyo hata sisi wala usinyongeke. Umerudi katika mji wako ukakuta kuna rafiki zako tayari wana watoto, wengine wana maisha, lakini wewe huna kitu, huna jambo, huna mke wala huna watoto. Lakini jifadhari kuwa wewe uko na kitu bora, ambacho kitu hicho ndiyo kitu cha kwanza alichoambiwa mtume ajifunze. Pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, tambua hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Jambo la kwanza mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa fa'alam, tambua. Na neno fa'alam linatokana na neno ilmi, kwa sababu herufi hizo ndiyo herufi ambazo zimetumika katika kuunda neno ilmu.
Kwa hiyo mtume alipoambiwa fa'lam, tambua, kutambua kwenyewe maana yake asome, na kusoma kwenyewe ndio hii dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutakupa kauli nzito sana. Maneno haya anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, tutakupa kauli ambayo ni nzito, na kauli hiyo ni Qur'ani, na hii Qur'ani ndiyo dini. Yani huwezi ukasoma dini ukasema mimi nasoma dini ikiwa Qur'ani huisomi wala huitilii maanani wala huijui, basi wewe hata ilmu yako ya dini iko na mushkila. Kwa sababu msingi wa kwanza na dalili ya kwanza ambayo ni muttafaqun alayhi na ni lazima ifuatwe ni Qur'ani. Sasa ikiwa Qur'ani ambayo ndio msingi wa kwanza utakuwa haujui, basi ilmu yako itakuwa na matatizo. Imekuja katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari hadithi ya wafdu Abdi al-Qaisi. Ni ugeni ambao ulikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ugeni huu ulipofika pale Madina, ukamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna naatika min shuqqatin ba'ida, hakika sisi tunatoka katika masafa ya mbali sana. Famurna bi amrin, basi twaomba utuamrishe jambo, nukhbiru bihi man waraana, ili tukawape habari wale waliokuwa nyuma yetu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faamarahum bi arba'i kalimatin, akawaamrisha kwa mambo mangapi? Mambo manne. Kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia, ihfadhuhu wa akhbiru bihi man waraakum. Mtume akawaambia, hifadhini haya maneno manne, kisha nendeni mkawape habari wale mliowaacha. Hawa watu walikuja Madina, wanamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika sisi tunakuja kutoka katika masafa ya mbali sana, basi tuomba utupe kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa mambo manne, akawaambia nendeni mkayatekeleze nyinyi na hao mliowacha. Hii inajulisha kuwa ilmu lazima mtu afunge safari kutoka katika mji wake aliozaliwa kuwafuata mashekhe kwa ajili ya kusoma. Hakuna mtu aliyebakia katika mji wake tu akasema mimi nimeridhika na mashekhe wangu wa mji, bali ulama walitoka wakafunga safari kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu. Sahaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, tafaqahu qabla an tusawwadu, someni ilmu ya dini qabla an tusawwadu, kabla hamjawa viongozi. Yani ukiwa na umri mdogo, kabla haujaingia katika majukumu, sahaba Umar yasema jifundishe dini. Kisha al-Imam al-Bukhari faaqaba, akaweka taaliki baada ya haya maneno, akasema wa baada an tusawwadu, hata pia ukishakuwa na majukumu watakiwa kusoma. Kwa nini? Anasema kwa sababu waqad taallama ashabu nabi, kwa sababu masahaba wa mtume wenyewe walijifundisha dini, baadhi yao wakiwa ni watu wazima, baadhi ya masahaba. Na kuna sahaba sisi twamsoma sana, Abu Huraira alisilimu mwaka wa 7. Mwaka wa 7 Abu Huraira anasilimu, na mtume anakufa mwaka wa 10. Manake yeye alikaa na mtume miaka 3.
lakini sahaba ambaye amechukua ilmu kubwa sana kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, hasa wale ambao ni wanafunzi tuliokuwa na umri ambao tunasema bado ni mdogo, umri ambao unaweza kupokea chochote, umri ambao hauwazi maisha wala hauwazi vitu vikubwa katika maisha, huu ndio wakati wako sahihi wa kutumia kwa ajili ya kuchukua ilmu. Ikiwa wakati huu hautautumia inavyotakiwa, basi huko mbeleni utajuta. Kuna watu walikuja wakasoma, lakini wakachezea nyakati zao. Baada ya hapo muda umekwisha, kuna majukumu anatakiwa kuyatekeleza, lakini tena umri wa kusema arudi akakae asome, umri huo hana tena. Ikabakia kuwa mtu ni shekhe katika kijiji chake, yeye amekuwa ni mufti katika mji wake, wakati ana darasa hili, ana darasa moja. Kwa nini? Kwa sababu kipindi alikuja kusoma hakutumia muda wake vizuri, hakutumia fursa vizuri. Aliona kuwa labda umri bado upo, siku bado zipo, na ukija katika mji wa Tanga, ni mji ambao una vitu vingi sana, ilmu ipo, lakini pia na vile vikwazo vya kukufanya usichukue ilmu pia vipo. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kuchukua ilmu. Maisha yetu lazima tuyatoe kwa ajili ya watu wengine, wala usiwaze maisha wala usiwaze pesa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wewe kabla hujazaliwa katika tumbo la mama yako, yule malaika ameshaandika riziki yako. Kama utakufa maskini ni maskini tu, kama utakuwa tajiri utakuwa tajiri tu. Ilmu haikuzuii wewe kuwa tajiri, wala haiwi ni sababu ya wewe kuwa fakiri. Wako wanawachuoni wakubwa katika tarehe ambao walikuwa wanatumikia umma wa Kiislamu kwa ilmu zao pamoja na mali zao walizopewa. Lakini sisi kama Allah subhanahu wa ta'ala anaposema, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, kila mtu ameangalia hapa, kesho yangu, wazazi wangu, familia yangu itakuwaje, mimi ninataka watoto, ninataka familia. Kuna wanawachuoni wamekufa, hawana watoto, hawana familia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mpaka leo tusoma vitabu vyake, ni fadhila ngapi anazozipata, ni wanafunzi wangapi amewaacha, lakini hakuacha mtoto. Asla ni kwamba shekhe amefariki akiwa gerezani, hakuacha mtoto. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hakuacha mtoto mwema, lakini ameacha umma ambao mpaka kesho utakuwa unamwombea dua. Leo tukisema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah lazima tuseme rahimahullahu ta'ala. Ukirejea katika vitabu vikubwa, hata masufi ukirejea katika vitabu vyao wana nukuu za Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu wanakiri alikuwa ni mtu msomi, lakini hawakuwa ni wasomi walioitazama sana dunia, ni wasomi waliotazama sana akhira yao. Wakaangalia umma wa Kiislamu nini unataka. Sahaba Umar yasema bora wafe wajinga 1000 kuliko kufa msomi mmoja. Ni kuonyesha daraja ya msomi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwanachuoni mwenye kitabu Ta'limul Muta'allim, mwanzoni kabisa katika kurasa za mwanzo anasema wa sharaful ilmi
la yakhfa ala ahadin, anasema na utukufu wa ilmu haufichikani kwa mtu yoyote. Idh, kwa sababu huwa almukhtassu bilinsaniya, kwa sababu ilmu amehusishiwa mwanadamu. Kitu ambacho mwanadamu amehusishiwa ni ilmu, akaambiwa hiki ni chako. Anasema idh, kwa sababu huwa almukhtassu bilinsaniya lianna jamia alkhiswali siwa alilmi yashtariku fiha alinsanu wasairu alhayawanati, kwa sababu mambo mengine yasiokuwa ilmu mwanadamu anashirikiana na mnyama. Leo kuna wanyama ni mashujaa kama alivyokuwa binadamu, kuna wanyama pia ni waoga kama alivyokuwa mwanadamu, lakini kuna kitu ambacho mwanadamu amepewa, mnyama hakupewa, na kitu chenyewe ni ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu kwa kumpa ilmu. Hapo ndiyo ubora wa mwanadamu ukaonekana. Na ndio maana mtu mjinga asiyekuwa na ilmu, huyu wanawachuoni humpigia mifano ni sawasawa na hayawani, kwa sababu mambo atakayoyafanya si mambo ya kibinadamu. Mambo ya kibinadamu lazima yafanywe kwa ilmu, na huwezi ukafanya mambo kwa ilmu, lazima ilmu yenyewe isomwe, na hauwezi ukapata ilmu, lazima urejee kwa mashekhi. Fa in fataka dunya wa tibu naimiha faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Mshairi anasema ikiwa dunia itakupita, fa in fataka dunya wa tibu naimiha, ikiwa dunia itakupita na yale mazuri yake yakakupita, faghammid, basi inamisha macho yako, fa innal ilma khairul mawahibi, kwa sababu ilmu ndiyo kitu bora alichopewa mwanadamu. Yani ikiwa utapewa ilmu, ndugu yangu Muislamu, umepewa kitu bora kuliko vitu vyote, kuliko mali, kuliko chochote, ikiwa utapewa ilmu. Na ilmu yenyewe iwe ni ilmu ya dini, kwa sababu aslan ilmu hii itakusaidia kuanzia katika dunia yako mpaka katika akhera yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, wa inna fadla al-alim ala al-abid ka fadli al-qamar ala sairi al-kawakib. Mtume asema ubora wa msomi kwa asiyekuwa msomi ni sawa na mwezi ukilinganisha na zile nyota. Huwezi ukalinganisha mwezi na nyota. Mwezi ni kitu bora, mwanga wake ni bora, una nuru. Ndiyo sawasawa na mtu msomi na asiyekuwa msomi. Ndugu zangu katika imani, hakika ilmu inahitaji watu wajitoe, hasa ilmu ya dini. Kwa sababu tukiangalia ilmu ya dini, ndugu zangu, nyuma yetu hatuna watu. Na hata ukiangalia vyuo vyetu vya dini, ukiviangalia vinatia huruma, havina watu. Kwa nini? Kwa sababu watu wamevitelekeza, wanaona havina tija yoyote zaidi ya kutuletea fujo. Na watu wanaona ilmu ya dini ni kuswali tu, kuna watu wanaona hivyo. Sasa sisi tunaosoma ilmu ya dini ndiyo tunatakiwa tuwafahamishe watu, tunaposema ilmu ya dini tunakusudia nini, na watu waelewe kuwa ilmu ya dini inahitajika watu watiane nguvu kwa ajili ya kuitafuta, lakini sio kukatishana tamaa. Wewe unasoma uwe nani? Wewe utakufa maskini. Na haya maneno yote tunatakiwa tuyazoe, ndugu zangu, ambao tunatafuta ilmu ya dini, kwa sababu mtume aliambiwa inna sanulqi alayka qawlan thaqila, nitakupa kauli nzito. Maneno haya anaambiwa mtume sallam. Ikiwa kauli hiyo ni nzito kwa mtume, basi kwetu sisi ni aula zaidi.
Ndugu zangu, hakika wanaochuoni waliyatoa maisha yao katika kutafuta ilmu ya dini. Al-Imam Sakhawi katika kitabu chake Ad-Durar ametaja baadhi ya tarajum za baadhi ya wanaochuoni, akiwemo wanaochuoni Ibn Hajar al-Asqalani mwenye kitabu Bulughul Marami. Ibn Hajar al-Asqalani yeye katika utafutaji wake wa ilmu, baada ya kuanza kuipokea ilmu na kuanza kukaa, kitabu Sahihi Muslim alikisoma kwa shekhe wake ndani ya siku 3, lakini vile vile kitabu Al-Muwatta cha Al-Imamu Malik alikisoma katika majlisi moja, kuonyesha kuwa wema waliotangulia ilikuwa wanatumia muda wao katika kutafuta ilmu. Ilikuwa hakuna kitu kwa wanaochuoni wa zamani kinaitwa kupoteza muda. Hicho kitu ilikuwa hakuna. Wao ilikuwa na ilmu na wao. Na ndio maana karibia vitabu vingi tunavyovisoma vingi ni vya wanaochuoni wa zamani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliona ikhlasi zao, namna gani walivyojitoa. Ndio maana mpaka leo wanatajwa, miaka mingi imepita. Wewe ukifa mwezi mmoja tu, baada ya hapo hautajwi tena. Kwa nini? Kwa sababu msaada wako, mchango wako katika Uislamu ni mdogo. Lakini wanaochuoni ambao mchango wao ni mkubwa, hata ipite miaka 1000 wanatajwa. Ibn Hajar mpaka leo anatajwa, kitabu chake Bulughul Marami kinasomwa. Ni thawabu ngapi huyo mwanachuoni anapata? Ni nyingi sana. Ni watu wangapi wanamuombea radhi kila siku? Mwanachuoni Al-Imamu Nawawi mwenye kitabu 40 an-Nawawi, ni nani asiyekijua kitabu hiki? Nani asiyejua kitabu Riyadhus Salihin cha Al-Imamu Nawawi, mwanachuoni aliyekufa karne ya 7? Mpaka leo tukisoma hiki kitabu anaandikiwa. Mpaka leo Al-Imamu Nawawi tunamtaja. Ni thawabu ngapi huyu mwanachuoni anapata? Al-Imamu Nawawi historia yake yasema mpaka alifika kipindi akawa kipofu, macho yake yalidhoofika kwa wingi wa kuandika vitabu. Wewe huna risala, upo tu, alafu unasema bwana Allah ametutelekeza. Wewe ndio wa kwanza kumtelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Dini yake hauisomi, na kama unasoma kwa kubahatisha. Unaona kama nipo hapa kwa bahati mbaya tu, lakini mambo yangu yakitiki naondoka. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia udkhulu fi silmi kafatan. Unapoingia katika majambo ya Allah, ingia moja kwa moja, acha kuingia nusu, kwa sababu kibinadamu hakuna mtu anayependa vitu nusu. Ndugu zangu katika imani, ilmu ni jambo bora sana. Fa in fataka dunya wa tibu na'imiha faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Sema alhamdulillah ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia ni mmoja katika watu walioingia katika kiwanja cha kutafuta ilmu. Ibn Wardi mwenye kasida yake, Ibn Wardi anasema: ay bunayya isma'a wasaya jama'at hikaman khussat biha khairul milal. Anasema ay bunayya, ewe mwanangu, isma'a wasaya, ebu sikiliza huu wasia. Jama'at, wasia ambao umekusanya vitu mbalimbali. Jama'at hikaman, umekusanya hikma tofauti. Khussat biha khairul milal, na wasia huo pia waliusiwa watu bora waliopita. Kisha akasema utlubil ilma wala taksal, itafute ilmu ya dini wala usiwe mvivu. Fama ab'ada alkhaira ala ahli alkasal,
kwa sababu kheri iko mbali na watu wavivu. Itafute ilmu, usiwe mvivu, kwa sababu kheri iko mbali na watu wavivu. Yani ukiamua kusoma basi soma, acha kutania, na wala usiwe mvivu katika kusoma. Jitahidi kila siku upekue vitabu, jitahidi kila siku uchukue faida katika ilmu, wala usiwe mvivu. La taqul qad dhahabat arbabuhu, wala usikae ukasema wasomi bwana washaondoka, wasomi tuwe sisi. Ibn Wardi asema la taqul qad dhahabat arbabuhu, usiseme watu wa ilmu wameshaondoka. Kullu man sara ala darbi wasal, kwa sababu kila atakayepita katika njia ile waliopita basi atafika. Tuangalie wanaochuoni walisoma vipi. Kwa nini wanaochuoni walikuwa na ilmu nyingi? Kwa nini sisi? Kwa nini hatutajwi kama wanavyotajwa ulama waliopita, waliokufa miaka mingi? Lazima tuangalie nini walifanya ili na sisi tufanye. Tashabbahu bilkirami fa in lam takunu mithlahu, jifananisheni na watu wema hata kama hamtokuwa kama wao. Fa inna tashabbuha bilkirami falahu, kwa sababu tu kujifananisha na wema ni moja ya sababu ya kufaulu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.